Mwingine akaniambia anaota ndoto, huko kwenye ndoto anafanya ngono sio na mtu wala mnyama, anajifanyia mwenyewe masturbation, tena mwanamke kwenye ndoto. Na sio kukutana na mwanaume tena, hiyo ni ya kujifanyia yeye kwa kutumia mkono wake kwenye masturbation. Mpaka nafikia kilele cha kutimiza haja ya moyo wake. Anasema I'm tired, nimechoka mtumishi. Sasa nini kifanyike? Jibu la kwanza ya nini kifanyike, lazima uokoke. Lazima uokoke. Huna namna yoyote ya kupona na hiyo roho mpaka uokoke. Najua unasema mtumishi, mimi nimeokoka. Hiyo nitakuja na wewe, nitakurudia wewe uliokoka ambao unaota ndoto za hizo, nitakwambia shida iko wapi. Lakini wewe ambao hujaokoka, dawa namba moja ya kupona hiyo shida, lazima ukabidhi maisha yako kwa Mungu. Unasema na maana gani? Nikisema ukabidhi maisha yako kwa Mungu, kwa maana kwamba utoke katika ufalme wa giza, utolewe, then uingizwe katika ufalme wa mwana wa pendo na nuru ambao ni Yesu Kristo. Uko uliko katika ufalme wa giza, wanafanya yote kwa sababu wana uhalali na wewe. Tuko pamoja? Nimesema nitaeleza pia walio ndani ya Kristo, hizi spirit zinapatia wapi uhalali au malango yake ni nini. Tuko pamoja? Lakini sababu kubwa namba moja ya watu wengine kuota ndoto, wanafanya ngono kwenye usingizi, tena za aina mbalimbali za ajabu, ni kwa sababu these people they are not born again, hawajaokoka. Manake wako chini ya utawala wa giza. Kwa hiyo ufalme wa giza una uhalali wa kufanya chochote kwao, na njia pekee ya kufunga hiyo milango ni kuokoka, kumkubali Kristo awe Bwana Mwokozi wako. Nikisema kuokoka, manake kumruhusu Mungu awe ndio mwamuzi wa kwanza juu ya mwili wako, roho yako, nafsi yako, aendeshe yeye mwanzo mpaka mwisho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ndio pona yako. Kwa hiyo kama hujaokoka uko hapa, baada ya ibada hii tutafanya hiyo toba. Mungu akusaidie, akuongoze. The same place unatazama kwenye mtandao, kama hujaokoka, hiyo shida ya kuota ndoto, unafanya tendo la ndoa na mtu kwenye ndoto, amen, ni kwa sababu hujaokoka. Ukiokoka hiyo hali haitatokea, kwa maana hii inayokutembea nayo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pona yako ya kwanza, hakisha unaokoka. Hiyo ndio pona yako ya kuokoka. Ya hiyo ndoto hizo zisikufuate kabisa kitu, kwa sababu zinakuwa hazina uhalali, hazina mahali ambapo zinaweza zikapata access mlango. Kwani kwa sababu mbingu ziko upande wako. Zikitaka zije, malaika ambao wamepewa order kulinda watawazuia wale mapepo, kwamba hamna uhalali kuingia ndani. Kwa sababu mkiingia, niliwaeleza lengo mojawapo ni kuondoa kwenye agano. Malaika watakisha wanakulinda wasiruhusu hizo spirit ziingie zinajisi, kwa sababu zinajua zikiingia tu zitapanda vitu ambavyo huyu mtu ataanza kuharibikiwa mahusiano yao na Mungu. Sasa hii niongelee pia walio ndani ya Kristo. Sasa kama umeokoka, kwa nini hizo roho bado zinakufuatilia? Jambo la pili, omba rehema mbele za Mungu. Omba rehema na toba na fadhili juu ya dhambi au kosa ambalo umelifanya. Omba rehema na fadhili. Unatakiwa kujua jambo hili kwa uliye mtoto wa Mungu. Shetani, mapepo, wachawi, waganga na aina yoyote ya mapepo, aina yoyote ya maroho yaliyo katika ufalme wa giza, aina yoyote ya watendakazi walio katika ufalme wa giza, hawana uwezo wala mamlaka ya kukuingilia wewe, wala hawawezi kupata, hawana mlango wote ambao unawapa uhalali wao. Yani wao wenyewe wanaoamria kutengeneza mlango pasipo kutengeneza mlango. Amen. Siku zote ufalme wa giza unapoingia kwa mtu na kufanya wanachoweza kufanya, lazima kuna mlango ambao wametumia kupita, ambao huo mlango umeutengeneza wewe. Tuko pamoja? Umeutengeneza wewe. Na ndio maana lazima ujue ya kwamba unapofanya dhambi, unapofanya uovu, unapofanya makosa, nafikiri kuna siku labda nikipata nafasi nitakuja kutofautisha kati ya dhambi, uovu na makosa. Unapofanya hayo makosa na dhambi, ulimwengu wa roho unafungua mlango wa mapepo wa vitu vingi sana.
Na ndio maana unapofanya dhambi, fikiria mara 2 mara 3. Usiwaze tu kutimiza hitaji lako la mwili, kwa sababu una kiu, una tamanio, una haja, lakini lazima ujifunze kuhesabu gharama, madhara ya kwamba hiyo dhambi, hilo kosa ukilolifanya, mlango utakaofungua hayo mapepo akiingia, uwe tayari kulipa gharama ya mapepo, kwa sababu mapepo yanapata uhalali kwenye mlango wa dhambi. Ndio maana mapepo hayaweza kaingia mahali patakatifu, hasa kwenye maisha ya mwanadamu. Hayaweza kaingia, kwa sababu yakiingia za ulimwengu wa roho ambazo zinakuprotect katika hali ya utakatifu wako. Kwa mfano, mtu yoyote ambaye ni mtakatifu, moja ya kitu ambacho kinamprotect, kinamzingira mtu huyo ni sheria ya uzima. Tuko pamoja? Sheria nyingi zinakufunika, lakini sheria moja wapo inayokufunika ni sheria ya uzima. Sheria ya uzima ikikufunika, naomba nisikilize, tusaidie kitu. Sheria ya uzima ikikufunika, kazi ya sheria ya uzima ni kuondoa uhalali na mamlaka ya kutenda kazi kwa sheria ya mauti. Kwa hiyo sheria ya mauti inakosa power juu yako, kwa sababu kuna sheria kinzani inayopinga hiyo sheria ya mauti. Ya mauti ikikosa power ndani yako, maana yake ufalme wa giza, utendaji kazi wa aina yoyote unaokuja kwako, unaolenga kuachilia mauti, mapepo, majini, silaha zote zikifika kwako zinakosa uhalali, kwa sababu utendaji kazi wote wa roho za mauti za ufalme wa giza unapewa uhalali kufanya chochote kwako kwa sheria ya mauti. Ndio maana ukiweza kuizuia, kuishughulikia sheria ya mauti kwa sheria ya uzima, roho zote zinakosa uhalali kugusa maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu zenyewe nazo hazijiamri tu kufanya chochote kwako, zinapewa kibali na sheria ya mauti. Tuko pamoja? Na ndio maana mtu yoyote anaishi maisha matakatifu, sheria moja hapo ambayo inamprotect, inakuwa na uhalali na power na nguvu ya kufanya kuwa juu yako, ni sheria ya uzima inakufunika. Kwa hiyo sheria ya uzima, na ndio maana mtu ambaye ni mtakatifu ni vigumu sana ajenda za kuzimu za kutaka kumuua zinafanikiwa, kwa sababu kuna sheria ya uzima inamfunika. Wale malaika wanapata uhalali wa kumlinda. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho kimemfunika kiuhalali. Ndio maana unapofanya dhambi, maana yake unaifanya sheria ya uzima ikose power. Sheria uzikosa power na sheria zingine zinakosa power. Maana yake ile kitu cha ufalme wa giza kinapata uhalali wa kuingia ndani. Kwa nini? Kwa sababu kuna sheria za kwao ambazo zinaipa uhalali hizo spirit ya kuingia ndani yako. Kwa hiyo kitu cha pili cha muhimu, ili uweze kuwa salama na hizo roho, muombe Mungu akupe nguvu. Kienda mbele za Mungu, kuna neema unayo ya kumwambia Mungu, nipe nguvu ya kushinda dhambi, au nipe nguvu ya kujizuia kufanya uovu. Hiyo nguvu ipo, utapewa hiyo power. Tuko pamoja? Kwa mwambie Mungu, nipe nguvu. Kwa nini? Kwa sababu najua nikifanya dhambi itatengeneza malango ya vitu vingi sana. Kwa sababu hizi roho ambazo zinakuja kufanya ngono na wanadamu zinapatia malango ya uzinzi, malango ya dhambi. Malango ya dhambi, malango ya uovu yanatengeneza vitu vingi sana vya uharibifu kuja kwako. Bwana asiwe sana. Njia ya tatu, omba Mungu akupe maarifa na ufahamu sahihi, ufahamu binafsi ulio sahihi. Mwomba Mungu akupe ufahamu na maarifa sahihi binafsi ya kujua nini kifanyike kwenye hilo shida. Omba ufahamu binafsi. Omba ufahamu binafsi. Yaani mbali tu ya kwamba nitakueleza hiki na hiki, lakini ni muhimu wewe binafsi, kwa sababu wewe ni mtoto wa baba, si ndio? Pata muda, nenda barazani pake. Tuko pamoja? Nenda barazani pake. Usione haya, as long as Mungu amekupa uhuru na umefanyika kuwa mwana katika kingdom ya Mungu, usiogope kwenda mahali ambapo baba yupo. Amen. Ni kama vile katika mwili, huwezi kumwogopa baba yako na mwili, si ndio? Muendee, mwambie nina shida hii na hii, si ndio? Mbali tu ya kukemea, lakini ili uweze kutengeneza defensive mechanism endelevu, ulinzi endelevu juu ya maisha yako, na usipate kwingine hizo roho,
unagundua kwamba kukemea tu haitoshi. Utakemea sasa zitatoka, lakini ili uendelee kutengeneza ulinzi endelevu lazima upate muda. Nenda mbele za Mungu akupe ufahamu binafsi, amen, kwamba hizi roho nafanyaje, tokaje, nini cha kufanya. Japokuwa muda huu Mungu ameanza kupa ufahamu binafsi ya kwamba tunza utakatifu wako, kwa sababu dhambi imekuwa ni mlango mkubwa wa dhambi ya nguvu za giza kuingia, si ndio? Mungu anakupa ufahamu, lakini ninaamini huyu Mungu wetu, hata ukienda wewe binafsi barazani pa Bwana, atakupa maelekezo binafsi, atakupa ufahamu binafsi, atakupa maarifa binafsi kwamba katika jambo hili utafanya. Biblia inasema katika Timotheo wa pili 2:7, Biblia inasema Bwana atakupa akili katika mambo yote. Amen. Mungu atakupa akili. Unaposikia Biblia inasema Mungu atakupa akili, maana yake atakupa ufahamu, atakupa understanding. Amen. Atakupa uelewa binafsi. Na hii inayokupa hii ya tatu, hii ndio inayotengeneza hali ya kujisimamia mambo yako mwenyewe, uweze kwenda mbele za Bwana. Amen. Uweze kwenda mbele za Bwana na kumtaka Mungu na maelekezo yake, kumtaka Mungu na msaada wake, kumtaka Mungu akupe ufunuo binafsi wa nini cha kufanya. Kwa sababu kila mtu ana milango yake tofauti na milango mingine ambao mapepo anatumia kupita, si ndio? Mwingine mapepo hayo, hizo roho za ngono zinaingia, zina sababu tofauti na sababu za mtu mwingine. Bwana asiwe sana. Kwa ni muhimu kwenda mbele za Mungu, pata muda tu. Mungu wetu, Mungu ambaye ni wajibu sana, hamuongozi mwanadamu kwa dictator kama dictatorship system, si ndio? Mungu anatumia ile uhuru, anampa mtu, kila mtu anatamani ajieleze, amsikilize. Amen. Niko hapa kuwaeleza. Yamkini wengine mmekuwa ni wana, mmejisahau kwamba ni wana na Mungu ni baba yenu. Nipo hapa kuja kuwakumbusha kwamba mlango uko wazi. Anawahitaji kila wakati, anakuhitaji kila wakati. Ulioko hapa na unatazama njia mtandao, anakutaka na anakungojea kwa hamu. Nenda barazani pake. Pazia la hekalu limepasuliwa. Kila mtu ana uhalali wa kwenda kwa Baba, kujieleza na kusikilizwa. Na tunapoenda mbele za Mungu, hakuna mtu ambaye yuko too special kuliko mtu mwingine. Wote tuko sawa mbele za Mungu. Tuko pamoja, tunathaminiwa katika level moja. Na ndio maana ndani yako usifungiwe tu na kuamini kwamba ili nifunguliwe lazima niombewe. Sikiliza, una uwezo kufunguliwa bila hata kuombewa. Wewe mwenyewe unaweza kujifanyia deliverance. Tuko pamoja? Bwana asiwe sana. Sasa msinote vibaya, narudia tena, msinote vibaya kwamba hamna uhitaji wa watumishi wengine kwa kufanyia mambo ya deliverance. Lakini naongelea kwa maana kujengea wewe uhuru, na shetani asije akakudanganya kwamba uwezi wewe peke yako, uwezi. Hauwezi kutoka. Mungu hawezi kusaidia bila kubandikia mikono. Si kweli? Kuna watu wana vifungo vikubwa, lakini kwa sababu pia walimtegemea Mungu, kwa sababu mazingira mkini kwa namna nje watumishi hawapo, wako mbali na hela hana kusafiri, lakini alipomtegemea Mungu endelea kuomba, Mungu alimtokea hata kwenye ndoto kumfanyia deliverance. Kuna watu wengi wanaingia kitandani ni wagonjwa. Kuna mama mmoja, nafikiri ilikuwa ni St. James. Kuna watu ambao, kuna mama mmoja alikuwa na kansa upande huu. Ilifika wakati pale Ocean Road wamesema mama, hatuna dawa yote nyingine. Mpaka wadudu wale funza wanatembea huko. Anasema mtumishi, nilikuwa nimeoza, lakini nilivyoendelea kumwomba Mungu usiku katika usingizi, nikaona malaika amekuja akanigusa kwenye ubavu tu. Aliponigusa akatoa mkono hivi, kujiangalia kule kwenye usingizi, kuangalia pamepotea pale pa ngozi kama hivi. Naamka asubuhi najiangalia hivi, hakuna kidonda, pako flat, ni kingozi kabisa kama sijawahi kuumwa kansa. Na ndio maana hata unapokuja kwenye semina yoyote, kwenye kongamano yoyote, kwenye huduma yoyote ya mtumishi na mfahamu yoyote hapa Tanzania au nje ya Tanzania, unapoenda kwenye maombezi usiweke imani kwa mtumishi, weka imani kwa Mungu. Na hii haitakuathiri, kwa sababu ukiweka imani kwa mtumishi, uponyaji wako utakuja kwa kutafuta kupenyesha ili akubandikie mkono tu. Mungu tunayemwabudu ana uwezo wa kuponya bila hata mtumishi kubandikia mkono. Hasa haina maana inaondoa uthamani wa mikono, lakini naongelea akitokea mazingira hayajatokea. Usivunjike moyo, endelea kufocus kwa Mungu. Haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo muombe Mungu akupe ufahamu binafsi. Atakupa tu Roho Mtakatifu. Ni mwaminifu mno. Ni mwaminifu mno. Ukimwambia nisaidie Roho Mtakatifu, nipe ufahamu. Usiombe mambo mengine yote, nipe ufahamu kwa jambo hili. Utashangaa sana. Utashangaa sana kwamba right ningelijua, ningefanya maombi muda mrefu haya. Bwana asifiwe sana.
Haleluya kanisa. Jambo lingine. La ngapi hilo? Jambo lingine, soma sana neno. Soma sana neno. Jana nimeeleza kitu habari ya nguvu ya neno. Nimeeleza jana habari ya kujifanyia deliverance na nguvu ya neno kijaza ndani. Hizo roho zitakosa power. Kwa nini? Wakati niseme hivi. Biblia inasema neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Naomba usikize, niguse kidogo. Hata kama jana nilieleza, labda niongeze kitu kingine kupe mtaji mpana wa kufikiri. Neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Neno la Mungu ni fikra za Mungu. Neno la Mungu ni tabia ya Mungu. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni Mungu 100% mwenyewe. Na ndio maana kipindi kilichopita nilieleza mtu aliyejaa neno ni Mungu 100% duniani aliyevaa mwili wa mwanadamu. Nakumbuka hiyo note niliwaeleza, si ndio? Kwa hiyo the more ili neno unavyoendelea kulijaza ndani, manake ndivyo unavomuinvite Mungu, ndivyo unavomkalisha Mungu kwa wingi ndani yako. Amen. The more Mungu anavokaa kwa wingi ndani yako, hata ukiwa umelala, hayo mapepo yanakosa paa kuingia, kwa sababu wakitaka kuingia wanakutana na Mungu mwenyewe amekaa ndani. Tuko pamoja? In other way, kwa nini haya mapepo yanapata power sana? Kwa sababu hayaoni presence ya Mungu ndani ya mtu. Anakuta huko ndani hamna kitu zaidi ya vitu vingine tu ambavyo vimejaa huko ndani. Na ndio maana fanya bidii kujaza neno. The more unavojaza neno, ndivyo Kristo anakaa kwa wingi ndani yenu. Amen. Kwa kama unavojaza neno, ndivyo ule utimilifu na kufikia kimo cha Kristo kinafikika. Unapojaza neno, ndivyo Roho Mtakatifu anajisikia raha sana, kwa sababu neno likijaa ndani ni unatengeneza mazingira rafiki ya kumpendeza na kufurahisha moyo wa Roho Mtakatifu na kufanya matoo. Hasa fikiria ndani yako Mungu, Roho Mtakatifu na Yesu anakaa ndani kwa staili ya kujaza neno. Na kama anakaa ndani, kwa sababu hata kama huna neno, akiingia ndani, moja ya himizo ambalo utahimizwa, soma neno sana. Kwa sababu ndio mazingira yenyewe ya kukaa hayo Mungu, Roho Mtakatifu na Yesu. Na ukijaza ndani, manake Yesu, Roho Mtakatifu na Mungu akikaa ndani. Nikuulize swali, hayo mapepo ya jini mahaba yanaingilia wapi? Kwa sababu pia unajua hiki kitu ajabu sana. Ninavyosema usome neno, haina maana usome vifungu fulani tu kwa ajili ya kujilinda. Soma neno yote, soma Biblia yote kama sehemu ya chakula. Ndio maana nimekuambia huyu binti kwa mfano ameniambia, mtumishi nimesoma, mtumishi mmoja ameniambia ili nipone, soma Zaburi, akataja kifungu cha kwanza, sijui Ezekieli, kwa hivi nikisoma ndo ulinzi. Hapana. Sasa sina maana kwamba amekosea mtumishi, lakini anatakiwa huyu mtu apanue ufahamu zaidi. Soma Biblia yote. Soma Biblia kama sehemu ya maisha yako. The more you read Bible, ndivyo unavyotengeneza mazingira magumu sana ufalme wa giza kufanya kazi. Kwa sababu ufalme wa giza hauwezi kuushinda kwa neno moja. Unaushinda kwa neno alilo ndani ya Biblia generally. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Geukia mwenzako mwambie nakuombea katika jina la Yesu. Mwambie nakuombea katika jina la Yesu. Njia nyingine. Fanya maombi ya kupinga. Kitabu cha Yakobo 4:7 nasemaje? Mpingeni shetani na atawakimbia. Unayo mamlaka. Mtu mmoja nilimfundisha akasema, mtumishi sikujua hichi kitu, nilikuwa nalalamika tu, lakini nilimwambia sasa mimi sitaki nikufanyie maombi, wewe kafanye mambo mwenyewe. Yani simama kwa hasira. Sasa mimi nikajiongeza nikafunga na kanga. Yule mama akafunga na kanga ile Wanyakyusa anasema ingwamba, si ndio? Hivi Kimeru anasemaje au Kichaga kufunga ile kanga. Wanafunga sana wakiwa misibani wanalia, wanafunga ile kanga. Au ukiwa maombi ya muda mrefu, labda umefunga 3 kavu ili tumbo sipate shida, mtu anafunga na kanga. Kwamba sasa hapa ama zangu ama zako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sio tena ninaomba, useme naomba. Kwa shetani hatuombi, tunaamrisha. Kwamba shetani sawa na Yakobo 4:7, manake unanukuu vifungu vya kisheria vinavyokupa uhali kufanya unachotaka kufanya. Ninakuamuru toka, ninakupinga jini mahaba, nakupinga roho ya Yezebeli, nakupinga. Ukiongea
unapiga muhuri, malaika anapata oda. Chochote unachoongea cha kupinga ni oda kwa malaika, wanaenda kutekeleza. Na ukipinga kwa nguvu na kwa maanisha na kwa imani iliyo thabiti ndani yako, inatokea dhahiri. Kwa hiyo kitu kupinga, ingia, pinga. Hakuna, as long as Biblia imekuruhusu pinga, manake inapingika. Mbingu haiwezi kuruhusu kitu ambacho kina utekelezaji hakina uhalisia. Ukiambiwa pinga, manake ni sehemu mojawapo ya ushindi wetu wa kumshinda adui. Haleluya. Jiepushe kuangalia video chafu, za muziki michafu, hasa inayohusisha mambo ya ngono. Kibaya zaidi, unasikiliza ndo muda wa kwenda kulala. Ikitokea ulichotokea, usije ukasema mapepo, wewe ndo umetengeneza mlango. Kwa sababu zile nyimbo zilizotengenezwa, kwa mfano nitoe labda nyimbo za duniani, unaposikiliza nyimbo zinarushwa na waimbaji maarufu duniani, kianza Tanzania na nje Tanzania, ndani ya bara Afrika na nje ya bara Afrika, zile nyimbo ukifuatilia, ukifuata ile behind the scene, kwa sababu pia wanaonyesha wazi, ukitrack hizo information, utashangaa kwamba nyimbo hiyo, wimbo whether ni flash au ni album, kabla haijatolewa wanaenda kuifanyia ibada kwenye madhabahu zao, wanatolea mpaka sadaka. Nilikuwa nashuhudia moja ya nyimbo, sitaki kutaja hapa kwa sababu ya afya ya madhabahu, mwimbaji mmoja maarufu sana kule Marekani. Ile kitu wimbo ile wimbo umewekwa hapa, alafu wameandaa ibada, wako uchi wanafanya ngono, wache uchi, alafu ndo madhabahu hiyo. Maana baada ya kusali, kinachohitimisha nafanya ngono, alafu wananuizia zile spirit kwenye, yoyote atakayesikia zile spirit zinaingia ndani yake. Alafu wewe unakuja kusikiliza, unasema nyimbo zote sawa tu, hamna shida. The more unavosikiliza zile picha za ngono, video za ngono, picha za ngono, unaposikiliza pia zile music, unajinajisi, unajipollute, unajinajisi na kujichafua, unatengeneza malango ya mapepo kuingia. Kwa hiyo niwaombe sana, uwe very selective na uwe makini kwenye kuchagua nini cha kusikiliza, nini cha kutazama, nini cha kuangalia. Amen. Kwa sababu kwa kupitia hivyo malango ya mapepo yanaingia. Na ndio maana wache wa kuitwa ni mshamba, sikiliza gospel. Zipo nyingi gospel nzuri. Amen. Sikiliza mafundisho. Amen. Ukishindwa kabisa, sikiliza na inspirational speakers. Kuna vitu vya msingi unaongea vya maisha vya kawaida, ukijumlisha na upako, uko mbali sana. Haleluya. Shinda kusikiliza vitu vya msingi. The more unavyosikiliza vitu vya msingi vya kiroho, ndivyo moyo wako unatakasika, ndivyo moyo wako unaimarika, ndivyo defensive mechanism inakuwa na